Mioyo wa Tanzania ikiwa bado iko njia panda, haielewi hatima ya Kariakoo Derby leo hii. Mchezo ambao ulikuwa unasubiriwa kwa hamu jioni ya leo, lakini kwa bahati mbaya sana kutokana na mazingzong ambayo yalijitokeza jana, mnyama Simba akidai kuwa amezuiliwa kufanya mazoezi yake ya mwisho kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Hivyo baadaye akatangaza hatoshiriki mchezo wa leo, lakini Young Africans yeye anaamini leo ni siku yake ya kucheza mchezo wake dhidi ya kikosi cha Simba, na yeye ameshatangaza rasmi majira ya saa 1 kamili za jioni ya leo ataingiza timu uwanjani kwa ajili ya mchezo ambao utapigwa saa 1 dakika 15. Nini ambacho kitafanyika jioni ya leo hakuna ambaye anaelewa. Mimi ni Sostenes Ndunguru, nyuma ya kamera yuko Juma Koba. Tuko kwenye dimba la Benjamin Mkapa kwa ajili ya kukuletea matangazo ya moja kwa moja kabla ya mchezo wa ligi kuu ya NBC kati ya Young Africans dhidi ya mnyama Simba, mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu kweli kweli. Idadi ya mashabiki sio kubwa sana, yawezekana ni kutokana na sababu ambazo zimekuwa zikizunguka mitandaoni ya kwamba mnyama Simba hatoshiriki mchezo wa leo kutokana na kunyimwa haki yake ya kucheza mazoezi ya mwisho kwenye dimba la Benjamin Mkapa siku ya hapo jana. Nini ambacho shirikisho la soka wamekisema mpaka sasa? Bado hakuna kauli wala tamko lolote kutoka kwa mamlaka za mpira Tanzania, TFF na bodi ya ligi, bado hakuna ambacho kimezungumzwa, lakini mashabiki hapa dimba la Benjamin Mkapa wanaendelea kusogea mdogo mdogo. Jezi za Simba zinaonekana, jezi za Young Africans zinaonekana pia. Hii ikiashiria wote wako tayari kwa ajili ya kwenda kushuhudia mbungi hii. Wako tayari kwa ajili ya kwenda kushuhudia kipute hiki ambacho kitapigwa majira ya saa 1 kamili za jioni. Twende sawa, mimi jukumu langu ni moja tu. Niko dimba la Benjamin Mkapa kuhakikisha na kusogezea matukio yote kabla na baada ya mchezo huo. Je, mchezo wa dabi ya Kariakoo watoto wa mjini kati ya Young Africans dhidi ya mnyama Simba utafanyika, mchezo ambao Young Africans yeye ameshasema wazi kwamba hayuko tayari kucheza mchezo huu endapo hautofanyika siku ya leo, lakini mnyama Simba jana kupitia taarifa yake kwa umma alishaweka sawa kwamba yeye hatoshiriki mchezo huu wa leo mpaka wale ambao walimkataza kucheza mazoezi yake ya mwisho hapo jana wapewe adhabu. Je, nini ambacho kitatokea? Sisi tuko hapa, endelea kubaki na Rick Media tukupeleke kwenye taarifa zote. Twende sawa, cameraman nipeleke mguu pande mguu sawa, tutazame mashabiki wakiwa wanaendelea kusogea kwenye dimba la Benjamin Mkapa kwa ajili ya kwenda kushuhudia mchezo wa jioni ya leo. Kama ambavyo unatazama mashabiki wanasogea hapa mdogo mdogo kwa ajili ya kwenda kushuhudia mchezo wa ligi kuu kati ya mnyama Simba dhidi ya Young Africans, mchezo ambao Young Africans ni mwenyeji wa mchezo huo. Kama ambavyo unatazama mandhari halisi ya dimba la Benjamin Mkapa ni hivi ambavyo unashuhudia. Hizi ni rabsha tu, kurupshani za hapa na pale zikiwa zinaendelea tayari kusubiri mbungi majira ya saa 1 dakika 15 jioni ya leo. Mimi ni Sostenes Ndunguru, kwenye kamera yuko Juma Koba akiwa anahakikisha unapata picha angavu na iliyong'aa kabisa. Watu wanaendelea kusogea kwenye dimba la Benjamin Mkapa kwa ajili ya kwenda kushuhudia, lakini kama ambavyo unashuhudia jezi za Simba zinaonekana zikiwa zinauzwa hapa, lakini pia jezi za Young Africans zinaonekana hapa. Lakini kinachosubiriwa kwa hamu, je, mnyama Simba ambaye tayari ameshaweka msimamo yake hataonekana kwenye mchezo wa leo atajitokeza? Lakini watu wengi wakiwa wanaendelea kusubiri taarifa kutoka kwenye mamlaka za soka. Watakizungumza nini? Watazungumza nini baada ya mnyama Simba kutangaza kwamba hatoshiriki mchezo wa leo kutokana na amenyimwa haki yake ya kufanya mazoezi ya mwisho kwenye dimba la Benjamin Mkapa? Kama ambavyo unashuhudia mashabiki wakiwa hapo wako wanasogea hapo uwanjani. Bwana, uko sawa? Niko sawa. Uko poa? Niko poa. Unaitwa nani? Naitwa Beatrice Samson. Beatrice Samson. Yeah. Wewe ni shabiki wa Simba, shabiki wa Yanga? Shabiki wa mnyama. Shabiki wa mnyama. Bwana, mnyama lakini amesema haingii uwanjani leo. Kwa nini? Kwa nini asiingie? Unaona barua? Hapana, mambo ya uongo hayo. Mambo ya uongo, lazima tuingie tushabikie timu yetu. Lazima mshabikie timu. Lazima leo 5 bila leo. Mnyama lakini anasema ajitokeze aje kucheza mechi leo. Sio kweli, mambo ya uongo hayo. Mambo ya uongo hayo. Danganya toto. Danganya toto. Bwana, uko sawa? Mambo vipi? Niko sawa. Vipi wewe? Kwa jina naitwa Mangia. Shabiki wa Simba. Shabiki wa Simba. Yeah, mechi haipo leo. Kambi imevunjwa jana, mechi haipo. Hamtaki kucheza. Mimi tusiwe kanuni. Sheria 17 inavyosema siku moja kabla ya game ufanye uwanja husika. Young Africans komando Yanga jana katuzuia tufanye mazoezi Simba. Kwa hiyo Simba iko ni kanuni, iko sahihi. Simba yuko sahihi. Kwenye kanuni. Hamji. Mechi hakuna. Kambi imevunjwa jana na wasia hawa ile nyumbani kapumzika. Mechi hakuna. Hapo cha kwanza. Kuna kanuni. Tuko ni kanuni. Kwa hamji. Mechi hakuna. Bwana. Ninakwambia hivi. Ninakwambia hivi. Mimi nakupa boys ndani. Mechi hakuna. Mnyama haji. Kashaandika barua kambi imevunjwa jana. Yuko nyumbani. Wote wameruseni. Mkwala yuko nyumbani. Wote. Hawa yuko nyumbani. Wote hapo kabisa. Wanakunywa juice. Hawataki kucheza. Mechi hakuna. Na tuchezi mechi husika.
mpaka tamko itoke mechi. Lakini wanasema nyinyi mnaogopa bwana. Hatuogopi. Nakwambia hivyo. Nyinyi mnaogopa bwana. Tamko la game ya leo mpaka litoke ndio Simba atacheza mechi zingine. Simba wanakwambia hivi. Hawachezi mechi ya leo na mechi zingine. Mpaka tamko itoke mechi ya leo waliofanya wajibike. Watalipishwa faini. Kabla hajafanya sio milioni moja. Wafungiwa hapo. Wapo usiku. Sasa fatika. Sheria inaonyesha kufungiwa. Wapo. Inaonyesha faini au kufungiwa mechi 3. Kwa nini? Kulipa faini milioni moja au kufungiwa au sio na. Sawa. Watafungiwa faini milioni moja ile au wanakana nayo. Sawa, watafungiwa mechi 3. Watafungiwa mechi 3. Tunataka wafungiwe. Bila mashabiki. Wacha bila mashabiki uwanjani kama taweza. Ndio maana kaambia hivi. Simba mmekasirika. Wenzetu matujashajulia sana. Tushavumilia sana. Hizi mmeshavumilia. Nini mmevumilia? Tushavumilia sana. Zipi? Wanabebwa sana hapa na bodi ya ligi. Hizi. Leo tunamwaga maji. Ubao ubwela. Ubaya? Ubwela. Ubao ubwela. Wamemwaga mboga? Na sisi tunamwaga maji. Bila. Amji. Hatuji. Mnaogopa. Leo kuna mechi Yanga na Singida wanacheza uwanjani. Sio Simba. Yanga na Singida uwanjani. Labda wamuite nani? Singida. Yaani unasema labda wamuite Singida. Sisi hatuji. Bwana. Nakwambia shehe. Bwana hii kauli yako tata bwana. Nakwambia hivi hatuji. Baba wamuite Singida acheze naye. Sio Simba sio sisi. Sio nyinyi. Sio sisi. Bwana. Sisi tuko kimataifa sisi. Nyinyi mnaogopa? Sisi tuko kimataifa. Tunajiandaa ni Masiri sisi. Tunajiandaa. Kona. Sio jana ni Masiri kimataifa tarehe 1. Tuko busy sasa. Take it busy. Wazungu wanasema take it busy shehe. Take it busy. Take it busy. Play football. Ndio maana tuko busy sisi. Tumsibilia Masiri sisi. Sio tumsibilia Masiri. Sasa tuanze mechi ya leo. Tumesha tukizi timu. Tusema kuna kanuni. Kipengele cha 17. Siku moja kabla ya game. Fanya uwanja husika. Kwenye muda uwanja husika na muda husika. Ibara ndogo. Mnyama alikuwa yuko. Ibara ndogo. Ya 45 nasema kama hujui kanuni za mchezo msiba. Kama hujui katiba nchi msiba ushe. Sikufichi. Mimi napenda football, napenda siasa. Kama hujui katiba nchi msiba. Watu wanasema mnaogopa hiyo. Mnaogopa nini? Hakuna. Wao mmeona 5, umechungulia mmeona 5 tena. Nakurudisha nyuma. Tarehe 8 mwezi wa 5 mwezi wa 4 2022. Mechi kutoka saa moja saa 11 mpaka saa 1. Yanga iliita timu uwanjani. Yanga nitaliacha. Aisemaje? Aisemaje? Hajapewa taarifa ya kubadilisha. Yeye Simba kipengele gani? Sha kanuni. Sheria 15. Na nyinyi mko kwenye kimdulisho ziko A B C D F. Bwana tusubiri. Asante. Shukrani. Mbili au 3.